wa Joyce Meyer Ministries. Baba, nakushukuru kwa neno asubuhi ya leo, kwa sababu ya watu hawa maridadi walio hapa na kwa sababu ya fursa hii ya kuwa katika kanisa hili la ajabu. Naomba kwamba nitakapokuwa nahubiri neno leo, watu wataponywa. Neno lako linasema katika Zaburi 107:20 kwamba unalituma neno lako na kuwaponya na kuwatoa katika maangamizi yao. Kwa hivyo natarajia watu wataponywa kimwili, kiakili, kihisia, kiroho, kwa njia zote. Tunakushukuru leo kwa kuwa tunaweza kujifunza. Amen. Leo nataka kuwazungumzia kuhusu kuwa na ndoto juu ya maisha yako. Ni muhimu sana kuwa na ndoto na maono, na kusema kweli, sifikiri kwamba ni lazima uzipate kutoka kwa Mungu. Nafikiri unaweza kuwa nayo wewe mwenyewe. Biblia inasema kwamba wazee wataota ndoto na vijana wataona maono. Nafikiri mara nyingi watu huketi tu wakisubiri tukio lisilo la kawaida, wasikie sauti, wapokee unabii au waone malaika awape uhakika kuhusu kile wanachopaswa kufanya. Lakini nafikiri mara nyingi itakubidi uchukue hatua na ujitafutie, ujigunulie mwenyewe. Nina uhakika kuna wengi wenu hapa siku ya leo mnaofikiri, sijui Mungu anataka nifanye nini. Basi mbona usianze kujaribu mambo machache na utagundua kwa haraka kile kinachofaulu na kile kisichofaulu. Nilikuwa na hamu sana ya kutumiwa na Mungu, na nilikuwa na ari kubwa sana ya kutumiwa na Mungu. Kwa hivyo nikaanza kufanya mambo fulani. Kanisa letu lingewapeleka watu mitaani siku ya Jumamosi asubuhi ili kuwapa watu vipeperushi vya Injili, na kusema ukweli, sina kipawa cha aina hiyo, lakini nilitaka kumtumikia Mungu. Basi nilienda. Kulikuwa na baridi, hakukuwa na faraja. Tuliandamana na watoto wetu kwenye mitaa ya St. Louis kila Jumamosi, na jamani niliyempa kipeperushi cha kwanza alikigonga kutoka kwa mkono wangu na akasema, "Sitaki hiyo." Na kaongeza maneno kadhaa makali. Kisha nikajaribu kufanya kazi katika shule ya chekechea kwa muda, na hiyo pia Sasa mbona nyote mnacheka? Haya, ilinichukua kama wiki 2 na mimi pamoja na watoto hao tukagundua kwamba huo haukuwa mwito wangu. Unajua, ningependa kusema kwamba nilikuwa mtu mwenye azma ya kumtumikia Mungu. Nilitaka kutumiwa na Mungu, na kwa hivyo nilijaribu vitu tofauti. Unajua, wakati mwingine inakubidi tu. Unajua, ni kama unapoenda kununua nguo, lazima ujaribu nguo za aina nyingi ili upate ile inayokutosha. Na nafikiri mara nyingi maisha yako hivyo. Lazima ujaribu vitu mbalimbali ili upate kile kinachokufaa. Kwa hivyo usiogope kuchukua hatua, kuwa na ndoto, kuwa na maono, kuwa na matumaini, na daima amini kwamba miujiza inaweza kutokea. Kuna wanaota ndoto wasiofanya kazi, na pia kuna wafanyakazi wasioota ndoto. Hali hizo zote mbili haziwezi kufana. Basi hebu tutafakari hilo. Itakuwaje iwapo wewe ni mtu anayefanya kazi kwa bidii lakini huna ndoto? Unajua, kuna watu wengi wa aina hiyo. Wanaamka kila siku na kuanza shughuli na kufanya kinachopaswa kufanywa, lakini hawana ndoto wala matumaini zaidi ya mshahara wa Ijumaa na kujikimu kimaisha na kuanza tena wiki inayofuata. Nafikiri tunapoishi hivyo tunachoka sana. Unahisi unafanya kitu kile kinachochosha na kuchosha na kuchosha. Hakutawahi kuwa na kitu kingine maishani zaidi ya hivi. Kitu cha kusisimua kitanitendekea lini? Basi wanaketi na kungoja. Hakika ikiwa utafanya kazi, unahitaji kuwa na ndoto. Unahitaji kuwa na matumaini kwa yale utakayoyafanya na matunda ya kazi yako. Unahitaji kuamini kuwa unaweza kwenda juu zaidi. Unahitaji kuamini kwamba Mungu anaweza kufanya jambo kubwa zaidi na wewe. Kisha kuna wanaota ndoto ambao hawataki kufanya kazi. Na kwa kweli huo ni upumbavu, kwa sababu Biblia inasema katika Mhubiri 5:3, kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Sasa nitasema hiyo tena. Kwa sababu baadhi yenu huwa na ndoto, lakini ikiwa hauko tayari kufanya kazi, na wakati mwingine huna budi kupitia hali ngumu. Unajua, naamini tunapokuwa na ndoto ni kama kuwa na ujauzito. Na kunaweza kuwa na wanawake wachache ambao hujifungua bila kuwa na uchungu hata kidogo, lakini si wengi sana. Nafikiri kwamba ukitaka kuzalisha kitu inakubidi ufahamu kwamba ni zaidi ya kuwa tu na wazo zuri. Unakuwa na ndoto, unakuwa na maono, unakuwa na matumaini, unakuwa na mpango.
lakini lazima uwe tayari kufanya kazi na kupitia yale unayopaswa kupitia, ndiposa ndoto yako itimie. Nataka kukuuliza asubuhi ya leo ikiwa una moyo wa mtimizaji. Katika Yohana 17:4 Yesu alisema, mimi nimekutukuza duniani, nami nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Na sijui niwaelezeje jambo hili. Ni moja ya yale mambo yasiyokuwa ya kawaida, lakini yamkini miaka 15 au 20 iliyopita nilisoma maandiko hayo siku moja, na nikaketi kwenye kiti changu ambapo nilikuwa naomba, na nilianza tu kulia na kulia na kulia. Na nilijua wakati huo huo kwamba ilikuwa muhimu sana kwangu kutimiza kazi ambayo Mungu alikuwa amenipa nifanye. Unajua, hakika si ngumu sana kuanza. Hapo mwanzoni kila mtu huwa amesisimka, kila mtu ana shauku. Ni kitu kipya, kwa hivyo kunakuwa na kiwango fulani cha msisimko na hisia kinachoambatana nacho. Lakini haya yote yataisha. Itafika wakati ambapo watu hawapigi makofi wala kushangilia. Unajipata peke yako na unaanza kujiuliza kama utatimiza ndoto yako. Na hapo ndipo inakubidi ufanye uamuzi wa kama utaendelea na Mungu hadi mwisho. Na hiyo inaweza kuwa ni rahisi kama vile kuamua kutoka kwa madeni, au kuamua unataka kurudi kuwa na afya bora. Watu wengi wana afya mbaya, lakini unajua nini? Hustahili kusalia katika afya mbaya. Unaweza kufanya mambo fulani kukusaidia kurejesha afya yako. Inaweza kuchukua muda mrefu, lakini unaweza. Basi ningependa mchungaji aniombee. Sawa, hivyo ni vizuri, tutaomba kadri unavyotaka tuombe, lakini ndoto hutimia kwa maombi, kazi nyingi na juhudi za kutia uchungu. Watu wengi wanatamani sana, lakini tunachohitaji kwa hakika ni kutenda. Hatuhitaji kuketi tu na kusema laiti, 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 laiti. Tunahitaji kuwa na azma. Na kwa hakika ni ajabu, hakuna mtu asiye na furaha kama mtu anayeketi tu na kutumai kuwa kitu kizuri kitamtendekea, lakini hafanyi juhudi yoyote kuhakikisha kuwa kinatendeka. Unajua, juzi nilisikia jambo na likanipendeza sana. Ukitenda zaidi unapata uwezo wa kutenda hata zaidi, na ukitenda machache uwezo wako wa kutenda unapungua zaidi. Nataka kusema hivyo tena, ukitenda zaidi unapata uwezo wa kutenda hata zaidi, na ukitenda machache uwezo wako wa kutenda unapungua. Kuwa na ndoto juu ya maisha yako. Iwe unataka kutoka katika madeni, kusafisha nyumba yako, kuona ndoa yako ikiwa nzuri ya ajabu, si tu ndoa ya kuvumiliana ya kusema sawa, nadhani tutajaribu tu, lakini hata sikupendi. Na usije ukafikiria kwamba ni mwenzako atakayesuluhisha kila kitu. Huenda usiwe na uwezo wa kufanya chochote kumhusu, lakini je, ukienda mbele za Mungu na useme, unajua nini Mungu, nitafanya kila kitu utakachoniambia nifanye, kisha nitakuachia mengine yote uyashughulikie. Au pengine una ndoto ya kutumiwa na Mungu, au pengine uliingia hapa leo na ukweli ni kwamba huoni zaidi ya Jumapili alasiri. Utafanya nini kesho? Sijui. Pengine nisubiri kuona kitakachotendeka. Sawa, lakini naweza kukwambia kwamba hakitakuwa kitu cha kujivunia. Ni sharti uwe na mpango. Ni lazima uweze kutunga ujauzito. Mwanamke hawezi kuwa mjamzito ikiwa hawezi kutunga mimba, na neno hilo kutunga linamaanisha kuamini. Kwa hivyo kiasilia, mke hutunga mbegu ya mumewe na kushika ujauzito. Kiroho unatunga mbegu za ndoto, matumaini na imani ambazo Mungu anaweka ndani yako, kisha unashika mimba. Lakini huo si mwisho, sio? Ni wangapi watavumilia kubeba ujauzito hadi mwisho? Ni wangapi watavumilia maumivu na hatimaye kujifungua? Utagundua hawasemi ni kujifungua tu. Hawasemi kwamba hiki ni chumba cha kujifungua. Ni chumba cha maumivu na kujifungua. Amen. Sasa jamani, itawabidi mtafakari hayo wenyewe asubuhi ya leo, kwa sababu napenda kutumia mfano huo wa ujauzito ninapofundisha kuhusu mambo haya. Una maono gani kuhusiana na maisha yako ya baadaye? Katika kitabu cha Mwanzo 13 tunaona hali ambapo Mungu alimbariki Abrahamu na mpwa wake Lutu kwa kiwango kikubwa. Walikuwa na mifugo wengi na wafanyakazi wengi, kiasi kwamba wafanyakazi hao walikuwa wanagombana wenyewe kwa wenyewe, kila mmoja akitaka mifugo yake ipate lishe. Unajua, watu wanaweza kupigania kitu chochote. Kwa hivyo, kwa kuwa Abrahamu alikuwa mtu wa Mungu mwenye busara,
akamwendea Lutu na akamwambia, tafadhali kusiwe na ugomvi kati yetu. Sasa hiyo ilimvutia Mungu. Wapatanishi hugusa roho ya Mungu. Daima huwa tunataka kuwa na amani na kila mtu, lakini je, tuko tayari kuwa wapatanishi? Abrahamu akamwendea mpwa wake Lutu, ambaye hangekuwa na chochote kama Abrahamu hangembariki. Na unajua, ingekuwa rahisi sana kwa Abrahamu kusema, sasa unafikiri wewe ni nani? Hungekuwa na chochote, singelikuwa ni kwa sababu yangu? Ikiwa kuna tatizo hapa, basi mimi peke yake ndiye nitakayepata lishe ya mifugo. Lakini badala yake akamwendea Lutu na akamwambia, tafadhali kusiwe na ugomvi kati yetu. Ikiwa uko katika ndoa na uzozane na mumeo au mkeo, je, utakuwa tayari kuwa wa kwanza kuleta mapatanisho? La, makosa si yangu. Katika Biblia hakuna sehemu inayosema uombe msamaha ikiwa makosa ni yako au ikiwa tu makosa si yako. Jamani, mbona mmenyamaza sana? Nimeuliza, je, utakuwa tayari kuwa wa kwanza kufanya mapatanisho hata kama unafikiri kuwa huna hatia? Mungu atakuheshimu ikiwa utafanya hivyo. Mungu atakuheshimu ikiwa utafanya kile kinachohitajika kudumisha amani. Naomba kusiwe na ugomvi kati yangu na wewe. Sikiliza hii. Chagua sehemu ya bonde la Yordani unayotaka, nami nitachukua sehemu iliyobakia. Huo ni mtazamo unyenyekevu ulioje. Basi bila shaka Lutu akachagua sehemu iliyo bora zaidi. Na kilichosalia kwa Abrahamu nadhani hakikuwa kizuri sana. Abrahamu angekuwa na siku mbaya sana. Angehisi kana kwamba, sasa nitaanza upya. Unajua nini? Nafikiri kuanza upya wakati mwingine ni kuzuri. Na nataka watu fulani hapa asubuhi ya leo wajue kwamba bado hawajachelewa. Wewe si mzee sana wala si mtoto sana. Hujapatwa na matatizo mengi kupita kiasi. Hujakumbwa na chochote cha kukulemea. Hujachelewa kuanza upya pamoja na Mungu. Unaweza kuwa na ndoto hapa leo kwamba maisha yako yatakuwa bora zaidi. Unaweza kuwa na ndoto kwamba utafanya kitu cha ajabu. Unaweza kuwa na ndoto ya kutokuwa na madeni. Unaweza kuwa na ndoto ya kuwa na amani nyumbani kwako. Unaweza kuwa na ndoto ya kuona watoto wako wakibadilika. Lakini ikiwa hutaamini chochote, hutapata chochote kamwe. Ni heri niamini kupokea mengi na nipate nusu yake kuliko kutoamini chochote na kukosa kupata chochote. Kwa hivyo katika kitabu cha Mwanzo 13 mstari wa 14, Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Kwa hivyo Mungu alisema, haya basi, inuka uende juu ya mlima ule, toka katika shimo hili la fadhaa, wacha kukata tamaa, inuka uende mahali ambapo unapoweza kuona vizuri. Tazama kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Chochote utakachoona nitakupatia. Unaona nini leo? Wenzangu, nadhani mnahitaji hii. Najua kutokana na mambo mnayotenda hapa. Kisha akaendelea na akasema mambo mengi mengine kadhaa. Kisha mstari wa 17 unasema, ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake, marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Kwa hivyo alimwambia mambo mawili. Alisema, nenda utazame kisha tekeleza. Nenda utazame kisha tekeleza. Miaka mingi iliyopita nilipokuwa nasikiliza kanda ya kwanza kabisa ya mafundisho, nilikuwa nimeguswa na Mungu kwa njia kuu wiki chache tu zilizotangulia na kujazwa kwa Roho Mtakatifu kwa njia kubwa sana. Na Mungu anapogusa maisha yako kwa namna hiyo, hataki tu uwe na hisia fulani, anakutayarisha kufanya kitu. Anakutayarisha. Je, ni wangapi kati yenu mnaamini kwamba umetiwa mafuta? Sawa, sasa unajua nini? Umetiwa mafuta kwa jambo fulani. Ikiwa hatungehitajika kufanya kitu, basi hatungehitaji kutiwa mafuta. Na hatujatiwa mafuta ili tukate tamaa. Hatujatiwa mafuta kuwa wazembe. Tumetiwa mafuta ili tuone kitu kwa macho ya kiroho na tukitekeleze maishani mwetu. Siku hiyo niliposikiliza kanda hiyo ya mafundisho, yalikuwa ni mafundisho kutoka Marko sura ya 4 na yaliitwa vuka uende ng'ambo nyingine. Na nilikuwa kanisani kwa miaka mingi ya maisha yangu, lakini kwanza kabisa sikuwahi kumsikia mtu akihubiri kwa saa nzima. Tulikuwa na mahubiri ya dakika 15 hadi 20. Na pili, singeamini kwamba mtu angehubiri kuhusu mstari mmoja kwa saa moja na kwamba ningeifurahia. Kwa nini niliipenda sana? Ilikuwa imetiwa mafuta.
Unajua kutia mafuta huko kunaridhika vipi? Unaweza kuketi na kusikiliza mchana kutwa, kwa sababu si mwanadamu atakayekuzungumzia, bali ni Mungu anayemtumia mtu huyo kukunenea, na haifiki tu akilini mwako, bali inaingia moyoni mwako, na unaweza kushuhudia kwamba hilo ni neno la Mungu. Siku hiyo, baada ya kusikiliza mafundisho hayo, kitu kilinijia kama upepo mkali unaovuma kwa sauti kubwa. Si kitu nilichohisi kimwili, lakini kitu kilizaliwa ndani ya roho yangu. Na kile nilichosikia ni kwamba siku moja utaenda kote duniani na kufundisha neno langu, na utakuwa na huduma kubwa ya kufundisha kupitia kanda za kaseti, ambayo unajua Mungu hukunenea kulingana na wakati unaoishi. Wakati huo tulitumia kanda za kaseti. Leo tunatuma mafundisho yote kupitia kanda za kaseti na vifaa vya kielektroniki, lakini tunafundisha neno la Mungu katika lugha 63 katika theluthi mbili ya ulimwengu. Kwa hivyo sasa, wacha niseme kwamba tumekuwa tukitekeleza mengi. Kumekuwepo na shughuli nyingi na juhudi nyingi za kutia uchungu, lakini mimi huhisi mwenye nguvu sana leo hii nikifikiri kuhusu mahali ningekuwa iwapo singepata ndoto. Naweza hata kusema nahisi natoa unabii kuhusu jambo hili leo. Mungu anataka uwe na ndoto juu ya maisha yako. Wengine wenu mnahitaji kujihamasisha. Umekuwa na matatizo fulani, umekuwa na uchungu fulani, umekuwa na masikitiko, na umeyaruhusu ya kufunge, na nikana kwamba unataka kukata tamaa. Na nafikiri kwamba pengine Mungu alinituma hapa asubuhi ya leo ili nikutie moyo kidogo, kwa kusema vile Paulo alivyomwambia Timotheo, ichochee karama ya Mungu, usiache moto wako uzimike. Kumbuka unabii, kumbuka imani ya nyanya yako na ya mama yako, kumbuka yale Mungu amenena juu yako, kumbuka ahadi za Mungu. Usiwaangalie tu wengine na kupendezwa na wanachofanya. Fanya kitu. Mungu ni yule yule kwa kila mtu. Kuwa na ndoto kisha itekeleze. Na napenda kitabu cha Mwanzo 15. Kuna kitu cha thamani tunachoweza kutazama hapo. Mstari wa kwanza unasema, baada ya mambo hayo yote, neno la Bwana likamjia Abramu katika njozi likinena, usiogope Abramu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Basi hapo ilikuwa ni Mungu akimpa Abramu neno kuu kwa ajili ya maisha yake. Naye Abramu alimjibu kwa kumuuliza, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami nenda zangu hali sina mtoto, na atakaye miliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Unaweza kunifanyia nini Mungu? Sina mtoto wa kurithi kile nilicho nacho. Huyu mfanyakazi wangu ndiye atakayekuwa mrithi wangu. Mstari wa 3, Abrahamu akasema, tazama, hukunipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Hakusema mara moja tu, alisema mara mbili. Alikuwa na uhakika kwamba Mungu hakuwa ananena naye. Mungu ananena nawe leo. Wewe. Sawa, msifanye mambo yawe magumu, sina muda mwingi sana. Wewe. Unajua, unaweza, nahisi mtazamo ambao watu wengi wanaushikilia. Unaketi hapo unavutiwa na Joel au pengine umeketi hapo asubuhi ya leo na unavutiwa na mimi. Sasa unajua nini? Mungu anaweza kutekeleza kitu cha ajabu kupitia kwako. Huenda isiwe kitu sawa na chetu, lakini kinaweza kuwa cha ajabu. Ni lazima uweze kutunga mimba. Nataka watu wengi hapa washike ujauzito. Wanaume leo mtashika ujauzito. Ndiyo, na wale wanaonitazama kwenye runinga, usizime runinga eti kwa sababu nimesema kitu ambacho unahisi si cha kawaida. Unahitaji mtu wa kukutoa katika maisha yako haya ya kuchosha. Amen. Sawa, sasa sikiliza kile ambacho Mungu alisema. Naipenda.
Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Sasa kulikuwa na tatizo kubwa, kwa sababu Sara alikuwa amepita umri wa kuzaa. Ikiwa mtaniruhusu niseme kwa njia rahisi ili tuelewe haraka, Sara alikuwa tayari amepitia mabadiliko ya kimaisha, na Abrahamu hakuwa na uwezo wa kufanya kazi aliyohitajika kufanya. Nimeingia kwa mambo hayo na sikujua jinsi ya kujitoa hapo. Kwa hivyo mmoja alikuwa na umri wa miaka kama 90 na mwingine miaka kama 100, na hapa Mungu anasema, wewe nitakubariki na kukuzidisha na utakuwa hivi na utakuwa vile. Naye anasema, sina hata mtoto. Na kwa mara ya pili anasema, sina hata mtoto. Na Mungu akamwambia, mstari wa 5, akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Na Abrahamu akamwamini Mungu. Sasa sikilizeni. Kuna kitu ambacho sitaki tukose. Ni kwa nini Mungu alimtoa nje ya hema lake? Kwa sababu wakati mwingine unapolizingatia tatizo sana, hema lile lile, kuta zile zile 4, bili zile zile, hakuna pesa, mgongo unauma, watoto wenye kelele, nepi chafu, vyombo vichafu, jokovu limeharibika tena, nazeeka, kila kitu kilichokuwa imara sasa kimelegea. Unamtazama mtu mlioana, nywele zako haziko tena, una kitambi, ndio sio? Mungu anasema, toka huko uliko. Wacha kuzingatia hayo yote. Toka nje na upate maono. Toka nje na utazame. Tazama kile nilichofanya. Tazama yale niliyoumba. Amen. Haleluya. Na wengine wenu mnahitaji kutoka nje ya hema zenu mnapohisi mnazama. Nenda matembezini. Nenda utazame kidimbwi cha maji. Nenda utazame mlima. Ikiwa hakuna mlima, basi nenda ukatazame kilima kidogo. Fanya kitu. Nenda ukutane na mtu atakayekutia moyo. Nenda kanisani. Nenda ukasikize mziki mzuri, lakini usiketi tu na kuamini uongo kwamba kamwe hakuna chochote kizuri kitakachokutendekea. Kitu kizuri kitakosa tu kukutendekea usipoamini ndani ya roho yako kwamba ikiwa Mungu anaweza kutendea mwingine, anaweza kukutendea na wewe pia. Wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Yoeli 2:28. Na katika Matendo ya Mitume, nitamwagia watumishi wangu, wanaume na wanawake, roho yangu, wake na waume, watakaotumiwa na Mungu kwa njia kubwa. Natumai kwamba Yesu atakaponichukua atanipata nikifanya hivyo. Na unajua nini? Kipawa changu ni mdomo wangu. Kwa hivyo hata kama sitaweza kusimama, bado nitaweza kuzungumza. Kuwa na ndoto juu ya maisha yako.